walipewa inaonyesha kazi hata ni kubwa kuliko asilimia ya fedha ambayo imeshatoka. Hiki ndicho tunachotaka, na ndio maana nimetoa rai na kwa wakandarasi wengine, akishapokea fedha mkandarasi, tunataka tuione thamani ya fedha hiyo aliyopokea kwenye kazi ambayo ameshaifanya. Nilimwelekeze mtendaji mkuu wa RUWASA, fanya tathmini ya miradi yote ambayo wameshapokea malipo ya awali na malipo mengine. Tunataka kuiona fedha, tunataka kuiona thamani ya fedha kwenye kazi ambayo imeshafanyika. Na wale ambao utakuta Mheshimiwa Waziri wameshafanya kazi lakini ni ndogo, haiendani na fedha ambayo alipewa, wanafanya kibabaishaji. Kwanza tuwajue, pili tuchukue hatua, lakini tatu wasipate mradi mwingine wowote ule. Lazima fedha ya walipa kodi wa Tanzania ionekane kwenye thamani ya kazi, na ilani ya uchaguzi imeweka malengo makubwa ya kuwapatia Watanzania maji. Na hata hapa tulipofika, watu wanatakiwa waendelee kuikumbuka tofauti ambayo tumeifikia. Mheshimiwa Waziri, wewe unakumbuka vizuri na umekuwa ukilisemea vizuri sana. Mabadiliko ya tabia nchi yameshaathiri sana maeneo mengi ya nchi yetu, yakiwepo ya mijini na ya vijijini. Matokeo yake hata maeneo ambako miundombinu ya maji ipo, bado tunapata shida ya maji. Hii si tatizo la uzembe, hili ni tatizo la mambo ya dunia ya mabadiliko ya tabia nchi, ambalo tuna wajibu na sisi kama Watanzania wa kutimiza katika kukabiliana na hayo. Lakini serikali imepiga hatua zaidi katika ilani ya uchaguzi ya sasa. Tunaenda kwenda kwenye gridi ya taifa ya maji. Tunaenda kuendelea kufanya combination, kufanya uwiano wa pamoja wa utekelezaji wa miradi mikubwa kwa midogo, ambalo tunaamini itaenda kutusaidia katika kukabiliana na tatizo hilo. Kwa kuwa mvua imekuja, mimi niendelee kuwashukuru na niwaambieni, mama yuko kazini, serikali iko kazini. Kuna mambo alisema yatafanyika ndani ya siku 100, tayari mnayaona yakifanyika. Baada ya serikali ya awamu ya 6 kujenga shule nyingi nchi nzima, takriban shule 1,300 za sekondari, takriban shule 2,700 za msingi, takriban madarasa 79,000. Kazi iliyofuatia ilikuwa ni kutafuta wataalamu wa kufanya kazi katika shule hizo. Hivi tunavyoongea, Mheshimiwa Rais alisema ndani ya siku 100 walimu 7,000 waajiriwe. Hivi tunavyoongea, mikoa yote usaili umeshafanyika, na usaili huo unaajiri walimu 7,000 wakiwemo na wasayansi na hesabu ambao walikuwa wanakosekana. Na ifikapo Januari tarehe 10 tunatarajia walimu hawa wawe mashuleni. Huyo ndio Daktari Samia akisema anatenda. Lakini sio hilo tu, alijenga vituo vya afya na zahanati za kutosha na hospitali. Hata mbunge hapa ametuelezea takwimu za hapa kwenye jimbo letu. Zimejengwa takriban hospitali 119 kwa mpigo. Zimejengwa zahanati takriban 2,800. Vimejengwa vituo vya afya 649. Daktari Samia Suluhu Hassan akasema wakati wa kampeni kwamba ndani ya siku 100 anataka kuona madaktari wanaajiriwa, watumishi wa sekta ya afya wanaajiriwa. Leo tunavyoongea, siku 10 zilizopita ulikuwa unafanyika usaili wa kupata wataalamu wa sekta ya afya. Ifikapo tarehe 10 Januari, madaktari 5,000 watakuwa wako kazini kwa ajili ya kuhudumia vituo vya afya na hospitali zetu kama ambavyo Mheshimiwa Rais aliahidi. Na haya ni sehemu tu ya yale aliyosema yatafanyika ndani ya siku 100. Yapo ya bilioni 200 kwenda kwa vijana, kina mama na makundi maalum. Yapo ya bima ya afya kwa wote kuanza kwa watoto wachanga wadogo
kina mama wajawazito pamoja na wazee wasiojiweza. Yapo yanayohusisha gridi ya maji kama ambavyo Mheshimiwa Waziri na timu yake wamekuwa wakielezea vizuri. Mimi niwaombe wana Ruangwa, kwanza tuendelee kuiombea nchi yetu, kwa sababu ili haya yote yaweze kufanyika lazima nchi yetu iwe ya amani. Na nawashukuruni sana wana Ruangwa na wana mkoa wa Lindi, ninyi mlichagua amani, mmechagua kuendelea kuiendeleza amani ya nchi yetu. Hongereni sana. Nimeshaona watu wa Ruangwa kumbe mna akili sana, ndio maana na waziri mkuu akatokea huko. Nishaona watu wa mkoa wa Lindi, hivi mnakula nini? Ni korosho au samaki? Ni korosho Inkorosho. Hongereni sana. Mkachagua amani, kwa sababu bila amani hatuwezi tukatatua swala la ajira kwa vijana. Hatuwezi kushinda vita ya umaskini bila amani. Hata mtu mwenye biashara ndogo ya kuchoma mahindi barabarani hawezi kufanya biashara hiyo kama hakuna amani. Na mnufaika wa kwanza wa amani ni ninyi wenyewe kwenye eneo hilo. Amani si jambo la serikali. Amani mnufaika wake sio vyama vya siasa, ni Mtanzania mwenyewe. Kwa hiyo tuendelee kuenzi amani, na mimi niwaambieni, Tanzania imeendelea kuchukua hatua za dhati za makusudi za kukabiliana na matatizo ya ajira. Hakuna nchi hapa Afrika imefanya mpango mkakati wa kukabiliana na mambo ya kukabiliana na matatizo ya ajira na kupunguza umaskini kama Tanzania ilivyofanya. Imechukua hatua. Mfano mojawapo, jana tumeenda pale Kilwa, tumekutana na mradi uliojengwa kwa fedha za walipa kodi wa Tanzania bilioni 280. Hii ni historia, haijawahi kutokea mradi wa aina hiyo uwepo kwenye eneo moja. Kuna miradi mingine mingi inaendelea, ikiwemo ya vizimba, ikiwemo ya skimu za umwagiliaji inaendelea. Na kila eneo kama mbunge alivyosema, tuna jambo ambalo serikali inapanga katika wilaya hiyo na katika ilani. Na nashukuru sana, nimemwona kiongozi aliyesimamia waandishi wa ilani, na tutakupa fursa ya kusalimia. Sasa ni kila wilaya itakuwa na kongani ya kuweka viwanda. Hii ni hatua kubwa ambayo inaenda kuweka mtawanyo wa kushughulikia tatizo la ajira kwenye kila wilaya, kwenye ngazi ya kila wilaya. Haya ndio mambo ambayo yatatoa suluhisho la ajira kwa vijana, yatatoa suluhisho ya kupambana na umaskini ndani ya nchi yetu. Ndiyo, tuna bahari. Ukisema tu tuna bahari na ina samaki bila kuwekeza, ile bahari haiondoi umaskini. Ndio maana mnaona unafanyika uwekezaji mkubwa wa aina hiyo. Inafanyika uwekezaji wa miundombinu, bandari, reli, pamoja na miundombinu ya ndani ya wilaya kama barabara nzuri hii ambayo mmeiona. Hizi ni hatua ambazo zinalenga kupunguza umaskini, zinalenga kutatua masuala yanayohusu ajira kwa vijana, kina mama na makundi maalum. Na Mheshimiwa Rais ameunda wizara rasmi inayosimamia masuala ya vijana. Mheshimiwa Waziri wa Maji, nakushukuru sana kwa usimamizi huu, wewe pamoja na timu yako, na naamini kama ambavyo mmetoa kwenye taarifa, kuna uwezekano hata tukaupokea mradi kabla ya muda uliopangwa. Hiyo ni hatua nzuri, na hivyo ndivyo ambavyo rais wetu anawajali wananchi wa Tanzania. Tuendelee kuienzi amani ya nchi yetu. Sasa kwa kuwa hali ya hewa imeruhusu, niwaombe mridhie. Tuko na mawaziri, naibu